Mtazamaji, nipo katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kitete na nyuma yangu ni wananchi ambao wamefika katika hospitali hii kupata matibabu kutokana na kambi ya madaktari bingwa ambao wamekita kambi hapa katika hospitali hii ya rufaa ya mkoa Kitete. Jumla ya madaktari bingwa 55 wamekita kambi hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa Tabora Kitete. Lakini katibu tawala mkoa wa Tabora amewapokea madaktari hawa na kuwasihi kufanya kazi kwa ufanisi. Na wiki iliyopita kama tulivyoambiwa, kulikuwa na madaktari bingwa ambao walienda kwenye wilaya zote. Wananchi wetu wamepata huduma nzuri sana. Na baada ya hao tu kuondoka, mmekuja nyie madaktari bingwa ambao sasa mmekuja kwa lengo hilo la kuendelea kutoa huduma kwa wananchi wetu. Hongereni sana kwa kufika Tabora na wakaribisha sana. Karibuni sana. Madaktari bingwa mliokuja katika mkoa wetu wa Tabora, kuna madaktari bingwa wa magonjwa ya ngozi, mfumo wa mkojo, magonjwa ya akili, magonjwa ya wanawake, magonjwa ya watoto, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, lakini kuna madaktari bingwa wa magonjwa ya ndani ambayo ni pamoja na shinikizo la damu la juu na la chini, kuna kisukari, kuna magonjwa ya figo na kansa, haya ndio magonjwa ya ndani. Lakini pia kuna super specialist nimeambiwa, sijui kwa wapi, wa magonjwa ya moyo, tumemwacha kule. Tumeambiwa pia naye yupo, nao wapo. Lakini pia kuna madaktari bingwa wa magonjwa ya usingizi, dawa za usingizi. Na kadhalika. Kwa hiyo ni msaada mkubwa sana. Ni msaada mkubwa sana tumepata. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu kwa ujio wenu. Lakini pia nimejulisha kwamba mpo jumla madaktari bingwa tuliopokea ni 43 pamoja na wauguzi 7 ambao jumla wanakuwa 50, na kwenye mkoa wetu wako 5 ambao wametoka kwenye halmashauri zetu. Kumbe na sisi Tabora tuna madaktari bingwa. Sawa. Lakini sisi Tabora tuna upendeleo wa kipekee kwa sababu tumeambiwa zoezi hili limeanza leo, na katika kanda nyingine 3 katika kanda nyingine nadhani ziko 3. Kuna kanda ya Ziwa ambapo zoezi hili linaendelea katika mkoa wa Kagera, kuna kanda ya Magharibi ambayo ni Tabora, lakini kanda ya Kati ambayo ni kule Singida ambayo inajumuisha mkoa wa Dodoma nadhani na mikoa mingine ambayo ipo kwenye kanda ya Kati. Na ni jambo ambalo kwa kweli kama nilivyosema ni jitihada kubwa sana za serikali kuhakikisha kwamba huduma hizi za kibingwa zinasogezwa karibu na wananchi. Sasa kama alivyosema mganga mfawidhi, lengo la ujio huu wa madaktari bingwa, kuna malengo makuu mawili. Kwanza, kutoa mafunzo kwa madaktari wetu pamoja na wataalamu wengine wa afya ili kuwajengea uwezo waweze kuendelea kutoa huduma bora kwa wananchi mkiondoka. Kwa hiyo ni jambo nzuri sana hili ambalo kwa kweli hatuna sababu ya kuongea sana, ni msaada mkubwa sana kwa madaktari wetu. Lakini lengo la pili ni kusogeza huduma hii kwa wananchi. Wananchi sasa hawana haja ya kusafiri kwenda hospitali za mbali kama Bugando, Benjamin Mkapa, Muhimbili na nyinginezo kwenda kufuata hizi huduma. Maana yake tunaokoa gharama, hawatasafiri umbali mrefu kwenda kufuata hizi huduma. Badala yake wanazipata hapa mkoani. Kwa hiyo haya ni matokeo makubwa sana, manufaa makubwa sana kwa wananchi wetu, kusogeza huduma hizi karibu kabisa na wananchi. Kwa hiyo tuendelee sana kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu kwa jitihada zake za kuhakikisha kwamba huduma hizi zinasogezwa karibu na wananchi. Wananchi wana faraja kubwa, wanashangilia sana kwa jitihada hizi za Mheshimiwa Rais. Na ni vizuri wananchi wakafahamu kwamba hawa madaktari wanatoka wapi. Nadhani ni jambo la msingi sana. Hawa madaktari bingwa wanatoka mkoa wa Kigoma na sisi Tabora kama nilivyosema, lakini wanatoka Sumbawanga, Katavi, KSMC,
Muhimbili, Bugando na Benjamin Mkapa. Nadhani ndio hiyo maeneo ambayo madaktari wetu wanatoka. Na wananchi wafahamu tu kwamba kuna madaktari bingwa hapo katika kundi hili. Kuna madaktari bingwa kama tunavyofahamu, madaktari bingwa ni wabobezi kwenye maeneo yao. Lakini kuna madaktari bingwa wa kupitiliza. Sisi tuwaite ni madaktari bingwa wa kupitiliza. Wabobezi ambao ni super specialist. Tunao hapa pia. Kwa hiyo sasa wananchi wenyewe, sisi wenyewe tushindwe kuwatumia, tutakuwa tumejilaumu sana. Endapo wataondoka hapa, alafu ukapata taarifa, wanasemaga umepata taarifa ya mjini, kuna madaktari bingwa alikuwepo hapa, utahuzunika sana. Utahuzunika sana kwa sababu ameshaondoka. Sasa unawapataje? Kuwapata lazima usafiri wafuate waliko. Kwa hiyo ni jambo la faraja kubwa sana. Mheshimiwa Rais amefanya uwekezaji mkubwa sana katika sekta ya afya. Katika sekta nyingine za huduma za kijamii, Mheshimiwa Rais amefanya uwekezaji mkubwa, amegusa sekta ya elimu kwa kiwango kikubwa na sekta nyinginezo za huduma za kijamii. Kwa hiyo sisi wananchi hawana budi sasa kufurahia huduma hizi ambazo Mheshimiwa Rais wetu anatuletea. Mwisho kabisa tutoe wito kwa wakuu wa wilaya wote, kwa wakurugenzi pamoja na makatibu tawala wa wilaya kufanya kazi usiku na mchana kwa jambo moja kubwa sana, kuhakikisha kwamba wananchi wanapata taarifa. Nadhani hilo ndilo kubwa sana tunatakiwa sisi kama serikali tufanye. Muundo wa serikali unaruhusu, kama mnavyofahamu madaktari wangu bingwa, serikali imeweka muundo mzuri sana wa kuhakikisha kwamba taarifa zinafika kwa wananchi. Maana yake wakuu wa wilaya wakitoa taarifa kwa viongozi wa ngazi za chini, kwa maana ya ngazi ya kijiji, ngazi ya vitongoji, ngazi ya vijiji, ngazi ya kata, ngazi ya tarafa, maana yake wananchi watafahamu. Na mimi nimemuelekeza mganga mkuu, tutaandika barua maalum kabisa kwenda kwa viongozi ili waweze kutusaidia kutoa hamasa, waweze kutusaidia kuwajulisha wananchi. Nadhani hilo ni kubwa ambalo katika kikao hiki tukubaliane, si ndio jamani? Ili wananchi waweze kupata hiyo taarifa. Na tuombe moyo kila siku tupate takwimu za wagonjwa wanaohudumiwa kutoka katika kila hizi wilaya, ili tuweze kumjulisha Mheshimiwa mkuu wa mkoa, lakini pia tuweze kuijulisha Wizara ya Afya kwamba uwajibikaji kwenye hizi wilaya ukoje. Unajua taarifa ni kitu muhimu sana. Yaani tunapoongea sasa hivi kuna watu wengi hawana taarifa. Na hata katika kambi iliyopita ile ya madaktari bingwa ambao wameenda kwenye wilaya, Mheshimiwa Waziri wa Afya alitoa hayo maelekezo kuhakikisha kwamba hizi taarifa zinafika mpaka ngazi ya chini kwa wananchi. Kwa hiyo nadhani hili ni jambo la msingi sana tulifanye. Lakini pia nikupongeze sana Moi. Kama mnavyokumbuka wakati amekuja Mheshimiwa Waziri, mganga wetu mfawidhi wa Kitete alipongezwa sana. Kabla ya ujio wake kulikuwa na kero nyingi sana katika hospitali yetu ya Kitete, kama mnakumbuka. Na mimi kila siku, hakuna siku ilikuwa inapita bila kupigiwa simu. Kuna vikero vingine, kuna vikero vya rushwa, kuna vikero vya ajabu, customer care sio nzuri na mambo kama yale. Lakini tangia huyu Moi amekuja, huduma kwenye hospitali imeimarika sana. Naomba tumpongeze jamani. Tukupe maua yako kama alivyokupongeza pia Mheshimiwa Waziri. Lakini pili tukupongeze kwa uratibu wako kwa kushirikiana na RMO ambaye pia jamani mganga mkuu wa mkoa anafanya kazi nzuri, na yeye nimpe maua yake. Hawa wawili walipongezwa. Sasa mimi niko katikati najisikiaje? Walipongezwa sana. Na kwa kweli tunapotoa huduma hizi kwa wananchi wetu tuzitoe kwa upendo wa hali ya juu. Tutumie lugha nzuri. Na mnafahamu sisi wananchi anapokuja kwako daktari alafu ukatumia lugha nzuri, hata ile tabasamu yako inamponya kwa asilimia fulani. Kama mlikuwa mfahamu. Na hata mimi nikiingia kwenye chumba cha daktari, huwa niko sensitive sana, naangalia kwanza uso. Ukikuta mtu amenuna hivi, unajua anakubalisha muri na hata uweze kumueleza vizuri ugonjwa wako ulionao. Kwa hiyo mkitoa huduma kwa upendo na kwa uangalifu wa hali ya juu bila negligence ya aina yoyote, basi mnakuwa mmetumia profession yenu vizuri. Vifaa tiba vya kisasa ambavyo serikali imewekeza kwenye hospitali hii ya rufaa ya mkoa
Kitete vitakwenda kutatua changamoto za wananchi wa mkoa wa Tabora ambao wametoka katika wilaya tofauti tofauti kuja kupata huduma hii ya madaktari bingwa. Sisi hapa tuna mashine takribani zote ambazo tulikuwa tunalilia kwa miaka mingi. Tuna CT scan hapa, tuna digital x-ray, tuna echo, ultrasound ambayo inapima mpaka na moyo, tuna ECG machine. Tuache kuna vifaa vingine, lakini madawa. Na hiyo na ushahidi wake ni kwamba hao madaktari huwezi kuwaleta kama una vifaa. Tunaye pale cardiologist kwenye kile chumba pale cha kwanza pale. Anafanya kazi zake kwa sababu zile mashine zipo. Na ziko 3. Cardiologist leo tumeweza kumpata mmoja kutokana na nafasi, yuko mmoja. Lakini ziko nyingine abundance, ziko 2 zimekaa zao. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hata mafanikio ya kambi yanaendana na uwepo wa vifaa. Bado tunaendelea na infrastructure, ujenzi wa jengo kubwa kabisa la mama na mtoto. Tuna jengo la ICU ya watoto wachanga kuanzia siku 1 mpaka siku 30. Hivyo vitu vyote vinafanyika. Na mimi ninachokiona kwamba kwa sababu wakati mwingine tukumbuke kwamba hata kumpata daktari bingwa inachukua muda. Unaweza kuna watu wanasema mbona tuna bingwa 20 hapa mkoani? Tunapeleka madaktari bingwa 15. Tunao wengine 6 wako shule. Tunaye daktari bingwa wa mifupa anasoma Muhimbili. Tunaye daktari bingwa wa ENT anasoma KSMC. Tunayo watoto. Kwa hiyo kuna wengine 5 wako shule. Kuna wengine 15 wanakwenda. Kwa sababu unajua bingwa huwezi tukampata hapo akasema wewe bwana njoo kuanzia leo bingwa, lazima muandae. Kwa hiyo serikali inafanya maandalizi katika sehemu kuu 3. Watumishi, infrastructure na medical equipment. Tuachilie mbali madawa ambayo sisi tunapata madawa sasa hivi kwa zaidi ya 98%. Kwa hiyo niseme kwa kweli watu wanasema mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Kwenye swala la afya pengine sisi tunaweza tukawa mfano. Tumepata taarifa au maelekezo kutoka kwa uongozi na naamini sote tuko tayari kwenda kutekeleza yale uliyotuagiza. Tuna timu kubwa kama ilivyokusha ongelewa, na timu hii italeta hamasa kubwa sana katika afya ya mkoa huu. Tunafahamu kwamba Mheshimiwa Rais amefanya uwekezaji mkubwa sana katika kitengo cha afya. Baadhi yetu ambao tuko kwenye field hii kwa muda mrefu sasa, miaka 21, tumeona mabadiliko makubwa sana. Na tumeona mabadiliko makubwa sana kipindi hiki ambacho hospitali za mikoa zimewezeshwa sasa kufanya kazi kwa kiwango kikubwa sana. Wakati tunaanza sisi wengine, nafikiri ultrasound ilikuwa ni kifaa adimu mno. Lakini sasa tumekwenda hata hatua ya CT scan. Usiseme sasa kwenye hospitali zetu za kanda ambako tayari MRI, PET scan zinakuja. Kwa kweli tunafarijika sana na tunatoa huduma, tunajisikia kwamba tuko katika kiwango cha juu ambacho tunastahili pia kuwepo. Kwa upande wa wananchi ambao wamefika hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa Kitete kuja kukutana na hawa madaktari bingwa wa Mama Samia, wamefika kwa wingi huku wakishukuru serikali kuwasogezea huduma hii. Kwa majina naitwa Naomi Nkama Buhumbi, nimetokea wilaya ya Kaliwa, kijiji cha Mwamnange. Namshukuru sana Dr. Samia kwa mchango wake huo aliotupatia. Kwa kweli ametusaidia sana kutuletea madaktari bingwa hapa. Tulikotoka ni umbali kidogo, ila kwa hapa ameturahisishia. Tungeenda hata huko Dar, lakini saizi ametufanyia wema sana. Mungu ambariki sana. Naitwa Abdalla Omar Mwandama, natokea Uliankuru. Sisi kama wananchi tumefurahi sana kwa ujio wa madaktari bingwa. Kwa sababu zamani tulikuwa tunateseka, kuwa na magonjwa sugu ambayo yanakusumbua. Ilikuwa inabidi uende mpaka hospitali za mbali. Sasa sisi ambao wananchi wa kipato cha chini tulikuwa tunashindwa, mwisho tunaishia kupata matatizo. Sasa hapa kwa sababu rais kaamua kutuangalia sisi watu wa kipato cha chini, sisi tunamshukuru sana rais wetu kutuletea mambo kama haya. Nikiripoti kutokea hapa kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete, jina langu naitwa Hadija Omari Mazezele. Mtazamaji, hii ni Mabadiliko Chanya TV. Mimi na wewe tupige hatua pamoja.